Asante. Ndugu waandishi wa habari pamoja na wananchi ambao mnafuatilia, mtakumbuka wiki iliyopita palikuwa na maamuzi ambayo yalifanyika dhidi ya kesi ambayo ilifunguliwa na Mheshimiwa Luhaga Mpina, mgombea urais kwa kupitia chama cha ACT Wazalendo pamoja na ACT Wazalendo wenyewe. Walikuwa wamefungua kesi dhidi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi kufanyika Dodoma, maamuzi ambayo kimsingi yalimuengua Mheshimiwa Luhaga Mpina kwenye nafasi ya muhimu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ambayo ni ya kikatiba ya nchi hii, Mheshimiwa Luhaga Mpina ameamua kuchukua hatua ya kukata rufaa Mahakama ya Rufaa ya Tanzania, na hivyo siku ya leo tumekuja kukamilisha taratibu za rufaa. Tumeshafaili rufaa ambayo rufaa yetu ni nambari 4960 ya mwaka 2025. Kwa hiyo tumeshafungua rufaa. Kwa sasa hivi ambacho kimebakia, tunategemea sasa mahakama iweze kupanga utaratibu, kwa maana ya kupanga jopo la majaji ambao watakwenda kuisikiliza hii kesi. Lakini tunaamini kwa sababu kesi hii ni kesi ambayo ni ya umma, sio ya ACT na sio ya Mpina peke yake, naamini mahakama itaipa uzito ambao inastahili, kama ambavyo toka tumeanza hizi kesi za Mpina, kwa sababu tumekuwa na kesi nyingi za Mheshimiwa Mpina, mahakama imekuwa ikikimbizana kwa kuhakikisha inaisha haraka kwa sababu ya uzito, lakini pia ukizingatia muda wa kuelekea uchaguzi mbakia muda mdogo sana. Sasa kama mahakama isipokwenda kwa spidi hiyo, maana yake inawezekana kabisa haki ya Mheshimiwa Mpina ya kikatiba ya kuweza kushiriki kama mgombea na ACT kuweka mgombea inaweza kapotea. Kwa hiyo tunaamini kwa nature au kwa aina maombi ambayo tumeleta kwenye mahakama ya rufaa, tunaamini mahakama ya rufaa itatoa uzito ambao unastahili na kuhakikisha shauri hili limeweza kusikilizwa, ili haki ya wananchi wa Tanzania ambao wanahitaji kupata machaguo ya kutosha, kwamba wao na wagombea ambao wataangalia waweze kumchagua yupi, na tukiamini Mheshimiwa Mpina ni kiongozi ambaye ana watu wengi nyuma yake. Kwa hiyo ni kesi ambayo kwa kweli ina uzito mkubwa, inatakiwa isikilizwe kwa wakati. Kwa hiyo kiufupi ni jambo ambalo tunaamini litakuwa lienda hivyo. Lakini pia kwa kusisitiza niseme, tumekuwa na kesi nyingi kwenye nchi hii ambayo mahakama imeweza kusikiliza kwa spidi ambayo ni kubwa. Tena nyingine hazina uzito wa kikatiba kama hii ya Mheshimiwa Luhaga Mpina. Kwa hiyo tunaamini kama hizi kesi zingine za kawaida, kuna zingine tulikumbuka, kwa mfano kuna ile nyingine alitumia uchawi Iringa, Mheshimiwa jaji alivyoiona tu aliitisha kesho yake na maamuzi yakafanyika na haki ikatendeka. Sasa hii ya kikatiba tunaamini mahakama yetu itatoa uzito ambao unastahili, ili tuhakikishe mchakato huu wa uchaguzi unazingatia misingi ya haki na Mheshimiwa Mpina pamoja na Watanzania wanapata haki ambao wanastahili. Kwa kifupi, sisi kama mawakili, haya ni machache nataka tuzungumze, na labda kesi hii tumekuwepo toka mwanzo. Tupo kwenye jopo, yupo wakili John Seka hapa ambao ndio senior counsel. Kwa itifaki zetu leo amenipa nizungumze, lakini mimi naitwa Edison Kilatu ambao tupo kwenye timu, lakini leo wakili mwenzetu hayupo, anaitwa Jasper Sabuni pia. Kwa hiyo kwenye timu yetu tumekuwepo hivyo. Kwa hiyo tunaamini kwa sasa hivi Mheshimiwa Jaji Mkuu ataweka utaratibu wa kuhakikisha hili shauri labda linapangiwa jopo na kusikilizwa kwa wakati. Tukiangalia siku zimebakia chache sana za kuelekea uchaguzi. Of course kwenye maombi yetu vile vile tumeomba kuona mahakama iweze kutoa angalau zuio, ili angalau Mheshimiwa Mpina asipoteze haki yake, kwa sababu kama kesi ikisikilizwa kabla ya kuwepo zuio lolote ikasikilizwa kwa kuchelewa, maana kesi itapoteza mantiki. Na hatuamini kama mahakama yetu inaweza karuhusu shauri letu liende tufanye kama vile tunafanya mchezo wa maigizo ya kawaida. Tunaamini wataipa uzito ili kuhakikisha hata maamuzi baadaye yakitoka basi yatoke kipindi ambacho upande wa Mheshimiwa Mpina na upande wa wananchi ambao wapo nyuma ya Mheshimiwa Mpina wahakikishe kwamba haki yao ina uhakika, na kwamba hatuendi kama tunafanya zoezi tu la patapotea, bali hiyo ni zoezi ambalo lina mantiki na lina msingi, na zoezi ambalo kila mtu akiona aone kabisa linaenda kuleta matunda ya muhimu. Kwa kifupi ni hayo, na kwa kumalizia niseme tunaamini mahakama itaenda kutenda haki, kwa sababu tuna hoja za msingi juu ya rufaa yetu. Kuna mambo mengi sana ambayo tunaamini kwa kupitia kesi hii yakiamuliwa yataenda kutengeneza msingi mzuri sana wa kisheria, na msingi ambao baadaye utasaidia hata mahakama zingine za chini zitakapokuwa zinasikiza maamuzi mengine au mashauri mengine ya aina hii, kuhakikisha kwamba hatutoi maamuzi ambayo yatakuwa yanaminya demokrasia, bali itasaidia kuweza kukuza demokrasia, kukuza utawala wa kisheria na kukuza mazingira ambayo ni rafiki kwa maana ya civic and political space katika nchi ya Tanzania. Basi kwa kifupi ni hayo, na washukuru sana. Tuna swali labda hili tujibu
Maombi yetu ya msingi ni kwamba kwanza tukubaliane na maamuzi ambayo ilitolewa na Mahakama Kuu Masijara Kuu pale Dodoma. Tunaamini mahakama ilielekeza vibaya kwa sababu tulikuwa na mambo ya msingi. Moja, tulikuwa tunapinga ukatiba wa kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 6 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, ambacho kinaitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi iwe Mungu mtu, kwamba ikifanya maamuzi haiwezi kahojiwa popote. Sasa haya ni mambo ambayo yalikuwepo zama za giza. Kwenye nyakati hizi, chini ya katiba yetu ambayo imeundwa kwa msingi wa kidemokrasia, ambayo ibara ya 3 ya katiba yetu inasema hii ni nchi ya demokrasia ya vyama vingi, hatuwezi kuwa na tume ambayo maamuzi yake haihojiwi. Sisi tunachojua ambayo hahojiwi ni Mungu. Wanadamu ni lazima waweze kuhojiwa. Kwa hiyo moja ya hoja ya msingi, sisi tunaamini kifungu hicho kinakiuka katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kifungu ambacho kinaminya utawala wa sheria, kinaminya demokrasia katika nchi, na ndio maana tunataka mahakama isaidie kuweza kukifuta, kiondolewe kabisa kwenye sheria zetu. Hiyo ni moja. Lakini la pili, tunaamini hata mchakato mzima ambao ulimuondoa Mheshimiwa Mpina kwenye kinyang'anyiro cha urais ni mchakato ambao ulikiuka katiba yenyewe na ulikiuka vile vile sheria zingine za nchi, ikiwepo sheria yenyewe ya uchaguzi, kwa sababu alienguliwa kwa kukiuka misingi mingi, ikiwepo haki ya kusikilizwa kabla ya kufanya maamuzi. Lakini hata vigezo ambao walitumia kumwengua, tunaamini sio vigezo ambavyo vipo kwa mujibu wa ibara ya 39 ya katiba pamoja na sheria. Kwa hiyo kimsingi hizo ndio hoja zetu. Kwa hiyo maombi yetu ni kwamba tunahitaji mahakama ya rufaa sasa iende ikapitie ule uamuzi na iweze kutengua ile maamuzi, na baadaye ili Mheshimiwa Mpina aweze kurudi kwenye kinyang'anyiro, aweze kupata haki yake ya katiba kwa mujibu wa ibara 21 ya katiba ya Tanzania. Lakini vile vile Watanzania wapate haki yao ya kuwa na variety ya wagombea, kwamba wanavyoenda kuchagua wasiende tu, kwa sababu uwezo kusema unafanya choice kama huna variety ya kuchagua. Ni lazima wawepo watu kwamba mtu anachagua akachague kitu gani. Ni kama nyumbani ukiwa na mboga moja uwezo kuchagua, unakula iliyopo, lakini sisi tunahitaji watu wapate chaguo, wawepo wagombea wa kutosha. Kwa hiyo tunaamini mahakama ikienda kusikiliza na ikatenda haki, basi Mheshimiwa Mpina kama akifanikiwa kurudi tena, basi tunaamini Watanzania watakuwa wamepata nafasi ya muhimu, lakini na yeye mwenyewe atakuwa amelinda haki yake. Lakini na chama cha ACT Wazalendo ambao ni mdau muhimu ambaye imeweka mgombea, kitakuwa kimepata haki yake vile vile kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria za Tanzania pamoja na mikataba mbalimbali ya kimataifa, ukiwepo mkataba wa haki za kiraia na za kisiasa mwaka 66 ambao Tanzania imesaini mkataba huo, na mikataba mingine ikiwepo tamko la dunia la haki za binadamu la mwaka 1948 na mikataba mingine mingi ambayo ni sehemu ya sheria za Tanzania.